Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa vipindi vyetu, naitwa Dr. Kahibi Bernard, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Nipo hapa kwa ajili ya kliniki ya uzazi leo Jumapili. Lakini kabla ya kuanza kliniki, ningependa tujifunze jambo hili. Moja ya changamoto ambazo wakati mwingine hupuuzwa na wanawake ni pamoja na maumivu ya tumbo la chini. Maumivu ya tumbo la chini ni changamoto ambazo huwakumba wanawake wengi. Na wakati mwingine wanaweza kuwa wanazipuuza aidha kwa kutojua au kwa kujua. Sasa leo naomba tujifunze sababu zinazopelekea akina mama au wanawake kuwa na maumivu ya tumbo, na wakati mwingine maumivu haya yanakuwa ni makali sana. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kulijua, kuna kitu kinaitwa chango la uzazi la mwanamke. Tunavyosema chango la uzazi, inaweza ikawa ni maambukizi kwenye via vya uzazi ambavyo kwa kitaalamu huitwa pelvic inflammatory disease, PID. PID ni moja ya changamoto ambayo huwakumba wanawake wengi, na hii hupelekea maumivu makali kwenye tumbo la chini kwa sababu ya via vya uzazi ambavyo vinakuwa vimeathiriwa na maambukizi hayo. Kwa sababu ya kwanza ni hiyo. Sababu ya pili inayoweza kupelekea maumivu makali ya tumbo la chini kwa mwanamke ni changamoto inayoitwa endometriosis. Endometriosis ni ile hali ambayo hujitokeza kwa wanawake. Unakuta zile tezi zinazoleta menstruation zinakuwa zinaota nje ya mfuko wa uzazi, na zinaweza zikaota juu ya mfuko wa uzazi au kwenye kibofu au hata kwenye utumbo. Na mwanamke anapoingia kwenye hedhi yake, basi huwa wanapata maumivu makali sana, kwa sababu hata kula ambako hizi tezi ziliota huanza kubleed, kama ambavyo sehemu ya ndani ya mfuko wa uzazi huanza kubleed. Kwa hiyo hii ni changamoto ya pili ambayo hupelekea maumivu makali. Changamoto nyingine ambayo inaweza ikasababisha maumivu makali ni pamoja na ugonjwa unaoitwa adenomyosis. Adenomyosis ni wakati ambapo zile tezi zinazoleta menstruation zinaota ndani ya mfuko, ndani ya misuli ya mfuko wa uzazi. Kwa hiyo tezi hizi zinavyokuwa zinaota ndani ya misuli ya mfuko wa uzazi, mwanamke anapo bleed, basi tezi hizi nazo hubleed ndani ya misuli ya mfuko wa kizazi, na hii hupelekea kemikali aina ya prostaglandin zinakuwa mle ndani, na matokeo yake mwanamke husikia maumivu makali sana ya tumbo. Lakini pia sababu nyingine inayoweza kusababisha maumivu makali ya tumbo kwa mwanamke, hasa wa umri wa kuzaa, ni changamoto ya kupasuka kwa uvimbe wa ovary. Tunaita ruptured ovarian cyst. Kuna baadhi ya wanawake ambao huwa na hizi vimbe zinazoitwa cyst kwenye mayai. Sasa kuna wakati hizi vimbe huwa zinakuwa, inafika wakati inapasuka. Inapopasuka inaweza ikavuja maji au ikavuja damu ndani ya tumbo la mwanamke, na hii pia hupelekea maumivu makali sana ya tumbo la chini kwa mwanamke. Sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha maumivu makali ni pamoja na ovary kujifunga. Kumbuka ovary huwa zinaning'inia pembeni mwa mfuko wa uzazi. Sasa kuna wakati ovary hizi huwa zinajinyonga, kwa maana ya kwamba ovary hizi zinajinyonga kwa namna hii. Zinapojinyonga kwa namna hii, zinazuia damu kutembea. Kwa hiyo damu inapozuiwa kutembea, maana yake ni kwamba hii sehemu ya uvimbe inaanza kuwa nyeusi, na wakati mwingine kufa kabisa, haiwezi kufanya kazi. Matokeo yake itatoa maumivu makali sana ambayo yametokana na damu kuzuilika kuingia kwenye ovary zenyewe. Kwa hiyo ovary inayokuwa imejifunga
huwa inakuwa na maumivu makali sana. Wakati mwingine hata ukipewa dawa za maumivu huwa hazisaidii kabisa. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto ya namna hiyo, maumivu makali, hata ukipewa dawa hayasikii, inawezekana ovari zikawa zimejifunga, kitaalamu tunaita ovarian torsion. Naona sababu nyingine inayoweza kusababisha maumivu makali ya tumbo ni pamoja na mimba iliyotunga nje ya mfuko wa kizazi, inaitwa ectopic pregnancy. Kwa kawaida ectopic pregnancy hutokea kwenye mirija, na mara nyingi kiumbe kinapokuwa kwenye mirija pale, ule mrija kwa sababu huwa ni mdogo sana, huwa unazidiwa. Unapozidiwa, ule mrija unaanza kuvutika kama ambavyo baluni unaona inavutika ukipuliza hewa, na mwisho wa siku ule mrija utazidiwa na kile kiumbe, na mrija huo utapasuka. Mrija unapopasuka, nini kinatokea? Damu inaanza kuvujia ndani ya tumbo la mwanamke, na mwisho wa siku utajikuta una maumivu makali sana yanayoambatana wakati mwingine na kupoteza fahamu. Huwa wanapata kitu kinaitwa fainting attack. Ukikuta mwanamke amefaint bila sababu, cha kwanza fikiria mimba imetunga nje ya mfuko wa uzazi. Sababu nyingine inayoweza kusababisha maumivu makali ya tumbo ni pamoja na mimba iliyoharibika, tunaita abortion au miscarriage. Wakati mwingine mimba inapokuwa imeharibika, mwanamke amepata abortion au miscarriage, hasa incomplete abortion. Yaani aidha kiumbe kimetoka lakini bado kuna uchafu umebaki mle ndani, inaweza ikaja na maumivu makali sana. Kwa hiyo hii nayo ni sababu nyingine. Sababu nyingine na ya mwisho inayoweza kusababisha maumivu makali kwa mwanamke ni pale unapokuwa na uvimbe unaoitwa fibroid. Fibroid hasa aina ya degenerative fibroid inaweza ikapelekea mwanamke kupata maumivu makali sana. Tena wakati mwingine maumivu haya yanatokea wakati wa hedhi. Kwa hiyo hizo ndizo baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mwanamke kuwa na maumivu makali hasa kwa tumbo la chini. Endelea kunifuatilia katika mtandao wa YouTube, naitwa Dr. Kahibi, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Lakini pia naendesha kliniki za mambo ya uzazi, ikiwemo changamoto za ugumba, hedhi zisizoeleweka, ufuatiliaji wa mimba na mambo mengine yanayohusu afya ya uzazi kwa mwanamke. Tukutane tena wakati mwingine katika live hii kwa ajili ya kujifunza. Asante kwa kunisikiliza.